Wagwani mtazamaji ambaye ananitazama kwa time hii hapa ndani ya Mic 360. Mimi naitwa TH Thiago Teknenga na leo ndani ya exclusive interview tumekuletea moja kati ya mtu ambaye naamini hata wewe utakuwa ulikuwa unatamani kumuona kwenye kamera zako. Sio mwingine bali ni Mr. Harun ambaye ni baba mzazi wa mtoto Alisa. Ulikuwa umemuona katika series ya Memkwa pale. Anafanya vizuri sana, talented. Tukaona tuje tuweze kuzungumza naye, kuna mambo ambayo wote utakuwa unahitaji kuweza kuyafahamu. Karibu sana ndani ya exclusive interview. Brother, nakuaje? Poa kabisa. Kama kawaida. Mambo yanasemaje ndugu yangu? Ina fresh. Mr. Harun. Naam. Mimi sikujua bwana kama anaitwa Harun. Kumbe tuna jina la mtu mzito kabisa. Anaitwa Harun. Yes. Mambo yanasemaje Sofa? Alhamdulillah. Bwana, kwanza hongera sana ndugu yangu. Asante sana. Hivi unajisikiaje kuwa na binti kama Alisa, mtoto ambaye ana talent kubwa sana kwenye uigizaji na sasa hivi anafanya vizuri sana ndani ya Memkwa? Ukiwa kama baba unajisikia vipi? Kwanza najisikia vizuri na furaha pia kumuona mwanangu anafanya vizuri. Pia kingine naona binti yangu kapata nafasi ya kushiriki katika movie ile Memkwa. Sio jambo rahisi, sio jambo dogo. Wako wengi, wasanii wengi wanaotamani kwenda kushoot pale kwenye Memkwa, lakini sio wote ambao wanapata nafasi. Kwa hiyo kwangu mimi niseme alhamdulillah, namshukuru Mungu sana. Yes. Tangia mimi naingia, yani Alisa kuongea neno lolote zaidi ya shikamoo mpaka sasa hivi upo kimya, yani ni upole ambao akiona wageni ndo anakuwa hivyo mpole, ama hata katika maisha ya kawaida anakuwa mpole, ila ikifika kwenye kuact ndo anakuwa mchangamfu. Uzuri wa Alisa kama hajakuzoea utamuona hivi, ila akikuzoea mbona unamchoka dakika mbili tu. Ni mtu ambaye mpaka hakuzoea. Mtu ambaye akikuzoea ndo anamjua vizuri, ila akiwa hajakuzoea huwezi kumjua kama ndo yeye Alisa yule unayemuona kwenye TV. Yes. Kwa watu ambao wanafuatilia vizuri TikTok, wameanza kumuona Alisa kama miaka miwili nyuma. Yani ni mtu ambaye alikuwa kwenye TikTok muda mrefu sana, clip zake zilikuwa zinatembea. Nataka nifahamu siku ambayo napata simu ya Steve Mweusi kukuambia kwamba Alisa aje kwenye Memkwa ilikuwa ni lini, na kulikuwa kuna ugumu wowote kumuingiza Alisa ndani ya Memkwa, au ulivyoingia tu simu moja kwa ni full time ngoja mimi niingia? Cha kwanza nilikuwa natamani sana, na nilikuwa natamani kumuona siku moja binti yangu anafanya kitu ambacho kila mtu atakiona. Kwa kweli sio nisemeje, lakini siku ambayo simu ya Steve inaingia, sababu nakumbuka nilihangaika sana kuwatafuta kina Steve, kina Ndaro, na ukiangalia wale wasanii kama Steve na Ndaro ni wasanii ambao Alisa anawafuatilia sana. Yaani katika wasanii ambao wako midomoni mwa Alisa, basi huwezi kumwacha kumtaja Ndaro, huwezi kumwacha kumtaja Steve. Kwa hiyo ni watu ambao anawapenda. Kwa hiyo kwenye kuwafuatilia huko nimehangaika sana, lakini Mungu ndio hivyo kabless. Siku ambayo simu inaingia Steve, kusema kweli cha kwanza sikulala. Yaani sikulala kabisa. Yaani nilifurahi, na sio mimi tu, hata mke wangu pia. Yes, tulikuwa na furaha sana. Hata nilipomwambia yeye mwenyewe Alisa kwamba Steve anataka kuondoka shoot, sidhani kama siku ile alilala, maana nakumbuka tulikesha wote mimi na yeye Sibleni hapa. Tulikesha tunafanya mazoezi. Yaani kabla hata ya kupewa script mkaanza mazoezi. Na hata hapo ukimwambia ile mazoezi ambayo tulikuwa tunafanya siku ile, kama nakumbuka naweza kukufanyia hapa. Mkumbushe. Wewe ndio kakuzoea, inaweza kuwa rahisi. Unakumbuka mazoezi tulikuwa tunayafanya siku ile? Hebu mtishe yanko kama mchawi. Mtishe kama mchawi tena, mtishe. Ulikuwa unaingia kama mchawi hapo. Mtishe kama mchawi. Hebu ya mwisho. Hebu mcheke kwanza. Mcheke kwa nguvu. Mcheke tena, mcheke. Kwa ndio tips ambazo ulikuwa unampa. Nakumbuka siku hiyo tukulala, tulikesha tunafanya mazoezi kuona kwamba sababu tulikuwa tujui tunaenda kuitiwa nini, tunaenda kupewa nini. Kwa hiyo tukawa tunajiweka sawa kwamba kwa lolote litakalokuwa mbele tuweze kuingia. Lakini nilimuomba Mungu sana, nashukuru Mungu dua yangu aliitikia na tumewezeshwa kuingia. Moja ya kitu ambacho naamini yani kitakuwa kinawashangaza watu wengi sana ni uwezo mkubwa aliokuwa nao. Umeona kama hapa umemwambia kwamba unakumbuka yale mazoezi,
amekariri kwamba alikuwa ni hivi. Nataka nifahamu mkiwa location, kwenye kumpa script kunakuwa kuna ugumu kiasi gani, na au kunakuwa kuna wepesi kiasi gani yeye kuelewa na kufanya vile vitu kwa vitendo? Ugumu upo na changamoto pia zipo. Mara nyingi cha kwanza nachompenda binti yangu, mwepesi wa kukariri na ni muelewa. Unaweza kumpa idea ya kitu au idea ya maneno fulani kwamba azungumze, akae katika uhalisia fulani, lakini ana kitu cha kujiongeza. Kwa mfano labda umemwambia acheze yeye kama labda kama mtoto labda ambaye anadeka sana, au mtoto ambaye anapigwa sana, uhusika ana kitu cha kujiongeza. Iko tu, ila tu vizuri awe katika mood. Yaani akiwa na mood, yaani unamfurahia, yaani ule uigizaji wake na anavyoyatoa ile matamshi unamfurahia akiwa kwenye mood. Ila akichoka, akiwa hana mood, kazi. Yaani hapo lazima utumie janja nyingi sana, vipi viela, yaani ili vimidori sana napenda midori. Kwa hiyo ukimdanganya midori kidogo ndio anaweza kupata ile energy. Lakini ukitaka kupata video kali au maneno yatoke vizuri, sauti iwe kali, awe na mood. Yaani usimchoshe kabla ya kuigiza. Ilisha kutokea mmeenda location afa ana mood kabisa yani ya kuigiza? Nakumbuka ilitokea. Nakumbuka tulikuwa ilikuwa ni episode ya 15 kama sikosei. Ya 15. Tumeanza kushoot vizuri. Nakumbuka mwishoni tunamalizia alikuwa na shoot yeye na Ndaro. Sasa kwenye kuvaa nguo alijibana na zipu, na ambapo muda huo ambao tulikuwa tunaenda kumalizia scene ya mwisho, kwa hiyo akajibana na zipu hapa. Aisee, hicho kilio chake, alafu ndo scene ambayo ilikuwa inaingia yeye anapigwa sasa yeye na Ndaro. Bana alilia kiasi kwamba kila nikijitahidi kubembeleza hivi, sasa kumrudisha kumtoka katika hali ya kulia hadi katika hali ya kucheka, yani ya kuongea anapoongea na yani ilikuwa changamoto sana. Kwa hiyo tukatumia kila aina ya njia. Mwisho wa siku mpaka ikabidi tukae sasa tumwache yeye mpaka awe na mood sasa. Kwa hiyo wote kabaki tukakaa tunamsubiria yeye. Wote mmetulia ni mpaka tumetulia, tumemwacha. Yani kila mtu kachoka sasa. Ikabidi tumwache, tumpe nafasi, tumpe muda. Atulie na tumalizie sisi. Ugumu upo. Ila mlifanikiwa fresh yani. Fanikiwa sana, tulifanikiwa, tumshukuru Mungu. Ila cha kwanza nimpongeze Steve Mweusi, kwa kweli anajitahidi sana. Yani anafanya kitu kinaonekana, alafu ni mtu ambaye anatoa support sana. Yani mtu ambaye katushika mkono sana. Kwanza katupokea, alafu katukubali, kaonyesha ile hali ya kutukubali. Na uzuri kipaji cha binti yangu mwenyewe alikiona. Na wengine, lakini pia Ndaro hujui sio kazi yake ya kwanza kufanya naye. Mwaka jana mwezi wa kwanza hivi pia alisha kufanya naye kazi. Alikuwa yeye na Obama. Kama utakoliona alifanya naye. Kwa hiyo Ndaro ni mtu ambaye anamjua zaidi Alisa. Yes. Anamjua vizuri. Kwa hiyo Ndaro ni mtu ambaye anajua kwanza kuishi na Alisa. Anajua kukaa naye, anajua jinsi ya kumset. Yani Ndaro kwa Alisa huwezi kumnanili chochote kile. Yani mtu ambaye anamjua na muda naye. Ndio maana sisi tulipopigiwa simu atokaenda pale ilikuwa rahisi zaidi. Kwa sababu baadhi ya watu walikuwa wanamfahamu na kazi zake anavyoona hizo anazokuwa na mposti mara kwa mara TikTok. Yes, namshukuru Mungu kwa kweli, mapokezi yamekuwa mazuri na binti yangu anafanya vizuri. Nafurahi. Anatabasamu, unaona mmwagia mambo. Unaweza kaongea chochote? Ruksa naongea. Alisa, mambo? Poa. Kama unajisikiaje kwa hivyo kwenye series ya Memkwa? Nasikia vizuri. Nasikia vizuri. Unaona watu mtandaoni wanavyokuwa wanakusifia na nini? Ndio. Unaona. Ni kitu gani zaidi ambacho unapenda kwenye Memkwa? Kuigiza. Kati ya Ndaro na Steve Mweusi nani rafiki yako sana? Ndaro. Unamkubali sana Ndaro? Kwa nini Ndaro anakupaga zawadi nini? Ndio. Anakupaga kama nini? Zawadi ya ndoli. Upendi watu wanapokuambia buju? Au unapenda? Napenda. Unapenda. Sasa ndugu yangu, moja ya comments ambazo huwa watu wanakuwa nazizungumza ni wengine wanakusifia
yani kwamba kupata ile akili ya kumuingiza Alisa kwenye kuigiza. Yani na kuna comments nyingine naziona watu wanasema wewe ni baba bora, na nikiwaangalia naona mna chemistry sana. Nataka nifahamu maisha yenu ya kawaida, yani ya kila siku huwa yanakuaga vipi kama baba la mtoto? Kwanza mimi na Alisa, ukiachilia mbali maisha ya uigizaji tukiwa nje, cha kwanza ni mtu ambaye nipo naye karibu zaidi kuliko watu wote umna, kuliko hata mamake. Yani mtu ambaye muda mwingi mimi na yeye tupo karibu kuliko hata watu wengine. Na kwa muda tuliopo paka hivi sasa, yani kwa jinsi ninavyoishi naye na tulivyozoeana naye, hata kitokea tatizo mtu wa kwanza basi anakuja kuniambia mimi. Yes. Lakini pia ninachokifurahia sasa hivi, hata yeye sasa hivi anajua ile hali ya usanii ni upi. Sasa hivi umndani labda niseme sasa hivi umndani tumekuwa tumeshawekewa tabaka. Yaani sasa hivi anajitambua kwamba yeye ni msanii, kwa hiyo hata vitu vingine hataki kuvifanya, anasema yeye ni msanii. Acha bana. Kwa mfano kama tukiwa tunaenda dukani. Sasa hivi hataki dukani kwa miguu. Hataki kwenda dukani kwa miguu. Ananiambia tupande bajaji. Ananiambia hataki kuonekana mbele za watu, anasema ni msanii. Sasa ile hali hata mimi mwenyewe kuna vitu vinakuwa vinaniumiza. Sasa najiuliza tatoboa kweli? Hii hali kama tu dukani hataki kwenda, nang'ang'ania bajaji tupande. Na kweli unatii kama baba. Inabidi nifanye hivyo, ni bolt sasa. Unajua inabidi ni bolt, lakini ni mtu ambaye ana ule wepesi wa kukariri, wa kuelewa. Na vile mtaani akitoka anavuka na muita Alisa, tumekuona kwenye meme kwa Alisa, tumekuona huku, tumekuona na Steve. Kwa kumbe naye mwenyewe anajipandisha thamani. Nachoshukuru na ule uelewa. Hapa unaweza kumpa scene ya kuigiza freestyle. Mimi nikisema nimpe mimi utasema nimempanga. Labda umpe scene wewe sasa afanye. Serious. Kweli? Alisa nikupe scene au akupe baba? Anipe baba. Unataka kuchagua, mpe kwa sababu ndio unamjulia zaidi. Wewe mpe, sisi tunaamini kwenye uwezo wake. Okay, kaa vizuri Alisa. Sasa nimpe scene ya aina gani? Labda hata ya kugombeza au ya kufanya nini, yoyote tu ya kuongea au awe anamfokea mtu kwenye simu au nini, yani yoyote tu. Okay, Alisa, nisikilize kwa makini. Nampigia huyu mtu, nataka umgombeze. Sawa? Anapenda sana kukuita kibonge. Sawa? Usipende kuitwa kibonge. Huyu mtu anapenda kukuita kibonge. Sawa? Umfokee ila usimtukane. Sawa? Mgombeze. Sawa? Haya. Sasa kashapewa scene hapo. Na simu inapigwa. Mpigie mtu yoyote. Mpige mtu yoyote. Nimpigie nani? Okay, fine. Ngoja nimpigie huyu. Okay. Unaikumbuka scene nilikupa? Huyu mtu akipokea, ongea naye, umwambie asikuite tena kibonge. Sawa? Vaa uhalisia. Sawa mama? Toa sauti. Huyu atakuwa bado kalala. Au ananilie mwenyewe kama style tu. Si ataweza. Alisa, si unaweza mwenyewe kuongea? Basi uende naye wewe. Haya, sawa. Usiniote. Alisa. Gombeze sasa mimi hapa. Pele maneno yako yale. Kibonge. Wewe acha kuniita kibonge, nitakupiga. Leo kwani si kibonge? Sio kibonge wewe. Kwa nini unataka nikuite kibonge? Sitaki, mimi sio kibonge, naitwa Alisa. Mimi nataka nikuzoee. Wewe usinizoee sana. Unataka mimi ni rafiki yako? Sasa ndio usiniite kibonge. Sasa mimi ndio jina ambalo nimelipenda. Nakupa pipi basi afu kubali nikuite kibonge. Sitaki. Hata pipi? Ndio. Unaringa. Naringa, usiniite kibonge.
Mimi sio kibonge. Sasa nataka nikuite nani? Nataka uniite Alisa. Sasa Alisa baya, kibonge ndo zuri. Kwa tunabishana. Ndio. Tunabishana. Mm. Kwa nini unajiamini nini? Najiamini nisiitwe kibonge. Kaka, hii hela hii. Na hapo katulia, yani anajiamini kabisa. Alisa, mtisha yangu kama mchawi, mtokee mchawi. Cheka kama mchawi. Cheka kama mchawi kwa nguvu hajasikia. Muonyeshe yangu. Muonyeshe mchawi waga anaingiaje usiku na anachekaje. Muonyeshe. Anacheka hivi. Anaingiaje kwanza? Anajitokeza. Pembeni. Alafu anafanyaje muonyeshe? Anacheka. Muonyeshe anavyocheka afu unamtisha. Hivi ukiachana na kwambia mko sasa hivi ni sehemu gani hapo unatamani Alisa ingia aonyeshe kipaji chake? Mimi cha kwanza kama atakuwa anasikia dadangu Lamata. Yes, ni mtu ambaye namkubali sana. Ni mtu ambaye namfuatilia sana. Natamani siku moja nimuone Alisa na yupo kwa Lamata anafanya kazi kule. Yaani natamani sana. Natamani sana. Na unaamini akienda kule kuna kitu atakipata zaidi yani? Yes, na imani kule akienda kule kuna kitu atakiongeza na kuna kitu atakifanya kitaonekana kitakuwa kikubwa zaidi. Na imani tu. Tukizungumza sasa mimi na wewe, kuna watu ili swala la kumuingiza Alisa mtandaoni kama vile wanalipinga. Ni mtoto mdogo, mnamfundisha kitu gani na gani? Ukikutana na hizo comment huwa unawaza kuwajibu vipi au unataka uwaambie kitu gani ili waweze kuelewa? Kwa sababu naamini wewe kuna kitu umekiona, umekaa umefikiria mpaka ukasema mimi namuingiza mwanangu huko. Cha kwanza kabisa labda niwatoe hofu na niwatoe wasiwasi na niwajuze kwamba mimi simfundishi mtoto kuongea. Na pia simuelekezi jinsi ya kuongea. Huyu kuongea ni asili yake. Tangia zamani. Yaani hata ukiona kuna baadhi ya clip ambazo umeanza kuziposti ni bado yuko mdogo. Huyu sasa hivi ana miaka 5. Ana miaka 5, tarehe moja mwezi wa 4 anafikisha miaka 6. Kwa hiyo ni bado mdogo sana. Kwa hiyo siwezi kumpanga cha kuongea ila ni kipaji ambacho kazaliwa nacho binafsi. Ila tu kwenye hali ya kuongea kwa sisi huwa tunamweka baadhi ya mipaka tunamwekea asiongee kupitiliza. Pia katika uongeaji wake ana kipaji kingine cha kuigiza. Kwa hiyo sisi tulikuwa hatujagundua hiko. Lakini baada ya kumwona anaongea na baada ya zile clip ambazo tunamshoot kwenye simu tunamchukua tunapost, watu wenyewe katika mitandao wakawa na support kila kitu. Kwa hiyo niliona kumbe nikifanya kitu fulani na Alisa kinakuwa value hivi. Ngoja nifanye kingine. Ukifanya kingine kinaonekana kizuri. Ufanya kingine kinaonekana kizuri. Kwa hapo nikaja kugundua binti yangu ana kipaji. Kwa nini sifanye 1 2 3? Kwa nini simpe nafasi na yeye? Yes, kwa hiyo nimeona kitu anachokipenda na nimefanya kitu ambacho Alisa anakipenda zaidi. Yes, hiko ndio kitu ambacho kimenisukuma. Yeah. Kuna ile picha inajengeka ya kumdekeza. Ni kweli iko hivyo kuna sehemu waga unakuwa mkali. Ili ngoja ajibu yeye. Baba anakudekeza au ukikosea waga anakuchapa? Mwenyewe tunajua. Kwamba unakuwa akikwambia hiki unafanya. Ndio. Hajai kukuchapa? Hata siku moja. Ni kweli au mchapi? Asijawahi kumchapa. Lakini huwa namkanya. Inatokea mara moja labda kakosea. Unamwadhibu kama mzazi. Unamwekea kibezi kile. Kibezi unamwadhibu, unampa mipaka, anaelewa. Na uzuri wa Alisa ukimwambia kitu fulani acha. Anaacha. Yaani kuna muda wa utani, kuna muda wa kuwa kama baba sasa. Ukimwambia kitu fulani sitaki, ukimwekea na sura, ukimbadilisha sura anaelewa. Anakweli hichi baba kitu hataki. Na anaacha. Atalia fanya tena lakini mwenyewe akirudi anajua kakosea, atafika kujichekesha kwa namna yote ile. Tunaenda kwenye mstari, tunaendelea kama kawaida. Yeah. Huwa anatoka nje kujichanganya na watoto wenzake. Anatoka sana. Anatoka ajichanganya na wenzie, anacheza ila si mara zote. Yeah. Ameshaanza shule. Ya shule anasoma sasa hivi. Maisha ya walimu inakuaje? Cha kwanza labda niwakumbushe tena. Hata shule anayosoma kupitia kibaji chake hiki ndio shule anayosoma. Huyu anasoma St. Mary. Mara ya kwanza alichaguliwa na aliitwa na St. Mary kutokana na kipaji chake hiki cha uigizaji.
Yaani St. Mary walimhitaji Alisa. So, tupigia simu. Mara nyingi sana alikuwa akiona magari yale ya St. Mary na alivyokuwa akiona matangazo kwenye TV wale wanyama matangazo yake kupitia yale matangazo alikuwa anayaona kwenye TV, alikuwa kila saa St. Mary aimuishi kwenye mdomo. Yaani kila saa anahitaji. Kwa hata kwenye kumshoot, unamshoot unamwambia kitu fulani anakuambia hapana. Mimi nataka nikiwa mkubwa nikasome shule ya St. Mary. Shule ya St. Mary nzuri, ina midoli na nini. Yaani vitu ambavyo wanavihitaji mwenyewe sio wenyewe hatujatarajia. Kwa hiyo kutokana na vile vitu alivyokuwa anavifanya na vizungumzia kuhusu shule ya St. Mary, uongozi wa St. Mary wenyewe ulitutafuta, ukatupigia simu, ukamhitaji binti yetu pale shuleni. Yes. Mpaka hivi sasa anasoma pale St. Mary. Na mipango yako wewe kwa Alisa ipoje sasa? Mipango yangu kwa kweli, ana elimu muhimu, ana kipaji pia ambacho ni kikubwa sana. Cha kwanza mimi nimemtanguliza katika swala la elimu, nimempa kipaumbele zaidi. Na hata mara nyingi katika kushoot huwa hatushuti muda wa shule. Kwa hiyo akitoka shule, shamaliza homework, ndio tunafanya mambo ya sanaa. Na hata mara nyingi tulikuwa tunaenda kushoot kule kwa kina Steve huwa kile ambacho haendi shule. Au katoka shule na tunaenda kushoot kule. Yes. Na hizi anapata pia muda wa kusoma maana. Anapata na muda wa kusoma. Anapata muda wa kusoma na muda wa kuelewa. Yes. Alisa, shuleni mwalimu wako nampenda anaitwa nani? Joshua Maundi. Maundi. Anafundisha somo gani? Somo cha kawaida tu nachokipenda. Wewe ndoto zako unataka uje kuwa nani ukija kuwa mkubwa? Unatamani kuwa nani? Nataka niwe dada. Nataka uwe dada. Kwa hiyo baba inabidi atafute mdogo wako. Sio? Unasikia bwana hiyo? Kwa sababu unatamani unaitwa dada Alisa. Kwani Alisa? Wewe sasa hivi unasoma, si ndivyo? Matarajio yako ya baadaye unataka usome baadaye uje kuwa nani baadaye? Uje kuwa dada. Dada. Amekoma hapo ataka awe dada, yaani hataki kingine. Kwa hiyo unataka kuja kuwa mtu yeyote ambaye una taaluma yoyote labda kama wengine kuwa polisi, kuwa daktari, kuwa rubani, pilot, nataka niwe dokta. kuwa rais, unataka kuwa nani? Dokta. Kuwa dokta. Uchome watu sindano. Unataka tu unawapa dawa. Na wapime. Unawapima. Hilo kama wanaumwa waweze kupona. Una kitu gani cha kumwambia baba? Sina kitu cha kumwambia. Mimi nikajua ataambia babangu nakupenda. Au wangu namwambia sana. Wangu namwambia. Bwana Harun, sema leo nikajua tutakutana na mama yake. Mama yake katoka. Ametoka kidogo. Ametoka. Kuna kitu nilikwambia na ninajua kwa sababu Watanzania wanajua, kwenye comment watasema kumbe babake mwenye mdogo tu kijana. Inaonekana kama vile tumeingia kwenye familia mapema sana, tumejenga familia kwa sababu kama hapa tuko nyumbani na nini. Una kitu gani cha kuwashauri vijana sasa? Kwa sababu hichi ni kitu ambacho majukumu vijana wengi sasa hivi wanakimbia. Wewe kwa upande wako na kipi cha kuwashauri vijana? Mimi cha kuwashauri cha kwanza, unajua siku zote ukiwa na familia hata Mungu mwenyewe anakuteremshia baraka. Kwa hiyo vijana wengi wanakimbia majukumu ya familia. Yaani ni watu ambao wanadanda, ni watu ambao hawatulii katika mahusiano. Unaona? Kwa hiyo mimi niko katika mahusiano yangu muda mrefu. Na familia yangu kama hivyo unavyoona. Kwa hiyo sipendi yale mahusiano ya kulukaluka. Na ndio maana hivyo unavyokuwa unaona kutokana na mwili wanavyoniona. Anaona kwa hiyo huwezi kumuelezea mtu, kila mtu kwamba anayekomea huwezi kumuelezea. Lakini kuna watu ambao wananifahamu, wananijua. Wao inakuwa rahisi kwa, lakini sasa ukisema kila mmoja umuelezee inakuwa ngumu. Ndio hivyo. Wapambane tu ila wajenge nao familia. Yes, mambo yanaenda. Sema kweli bwana amekuzoea sana. Ana sweat joto kali. Ana sweat. Kuna kitu gani sasa pengine labda ungetamani nikuulize afu sijakuuliza kitu gani?
Au kitu chochote ambacho ungetaka kuzungumzia leo kuhusiana na Alisa? Cha kwanza mimi ni waombe wa Tanzania wazidi kumsupport binti yangu, kwa sababu binti yangu ana kipaji, alafu kingine zaidi kinachonitia mimi moyo kwamba ana uthubutu na ana mapenzi ya kuigiza. Kwa hiyo ni mtoto ambaye tayari kashaonyesha nia toka udogoni. Kwa hiyo nachoomba Watanzania wamsupport binti yangu. Unajua kazi sio lazima mpaka tufahamiane. Kwa kama kuna sehemu kuna kazi ambapo naona binti yangu kimweka atafaa katika sekta fulani, labda katika kushoot, labda mtu anataka tamthilia yake, naombeni support yenu. Binti yangu anapenda sana kushoot, anapenda sana kuigiza. Ni ndoto yake. Na hata yeye ukimuuliza hapa, yani kuna wasanii ambao yani wako mdomoni, ukiuliza wasanii ambao anawafuatia na anawapenda wako mdomoni. Kwa nataka sasa hizi hapa nikimuuliza Alisa, hivi wasanii gani unawakubali zaidi? Ndala na Steve. Hao ndo unawakubali? Ndiyo. Ni hao ndo unawapenda kabisa, unapenda kazi zao? Ndiyo. Unaona, kwa hiyo ni mtu ambaye kaanza kuwafuatilia muda mrefu. Kwa hiyo naombeni support yenu, naombeni sana 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 support yenu. Na pia niwashukuru kwa mapokezi ambayo mmempokea. Ukiangalia sasa hivi kwa episode tumeanza kuingia kuanzia kwa episode ya 14, 15, 16, lakini nadhani mapokezi umeyaona. Kuna utofauti, yani upo muonekano. Yani umeona utofauti uliopo na muonekano kutoka kaingia. Yes, kwa hiyo naomba wazidi kumsupport ili tuweze kukuza kipaji cha mtoto. Yes. Unacheka. Alisa, unakumbuka scene yoyote katika kipande cha kwa chochote ambacho ulichoshoot? Nakumbuka. Hebu mkumbushe mwambie hapa, ongea naye mwandishi wa habari. Niwaambie? Mkumbushe scene yoyote. Mimi hapa nikanaigiza hivi ambacho Ndalo alikuwa ananiambia. Alikuwa ananiambia hivi nicheke afu ninune. Nikaanza kucheka afu nanuna. Tuniambia nicheke afu nanune, nacheka afu nanuna. Na unaikumbuka ile siku ulivyoambiwa ukamtafute baba yako darasani? Brother K. Unakumbuka? Ulikuwa unamtafutaje? Nasema, "Huyu yuko wapi? Huyu nani?" Si babangu Brother K. Brother K. Afu anaanza kuniuliza, "Mama yako yuko wapi?" "Mama yangu yupo nyumbani analia. Tokea jana tulivyomwambia baba usije, hajaja kweli." Na ile ambayo ulifika darasani afu ukamkuta madam, unaikumbuka ile? Madam akakuuliza, "Huyu nani?" Madam Kidaa. Madam Kidaa. Alisema, "Wanafunzi huyu nani?" Kumwambiaje? Kwani wewe mgeni hapa? Afu akaanza hivi. Nilianza kumwambia, "Wewe kwani wewe mgeni hapa?" Nikamwambia, "Class, do you know me?" Umesema wananijua. Nikaanza kumwambia yule Madam Kidaa, "Mwenzako yuko wapi?" Nikamwambia wale wanafunzi, "Mwenzako yuko wapi?" Akasema anaumwa. Nikashtuka, nikasema anaumwa. Nikaanza kusema, "Ndio maana jicho langu lilikuwa ninacheza kama unaniambia nenda shuleni, Alisa kuna matatizo." Na ile ya nani Ndaro alivyokuwa anakuambia, "Wewe umesoma ile?" Nimesoma. Afu akaanza kuniambia, "What do you want to do my class? Leave me, I'm tired." Kamwambiaje? Nirudia pale. Avuniambia, what do you want in my class?" Nikamwambia, "Leave me, I'm tired." Na ile ya gym si ndio hiyo hiyo? Alikuwa umetoka wapi? Nimetoka gym. Gym kupunguza mafuta kidogo. Kwa hiyo mkuja kufanyaje huko darasani? Nimekuja tu kupunguza nimekuja
Oya, kumbukumbu ipo yani. Yes, kumbukumbu ipo mpaka sasa hivi. Kwa hiyo inanipa picha, kumbe hata class kumbe anakumbuka na anafanya score vizuri. Vizuri, hata darasani anafanya vizuri. Na hata walimu pia yani ni mwelewa darasani. Na uzuri wa Alisa anachofundishwa darasani, akitoka shule lazima aje na DC kafundishwa kitu gani. Lazima aje aniambie alichofundishwa, lazima niambie. Hii kwa sababu ana kichwa chepesi cha kudaka. Sometimes labda ile mmekaa watu wazima na nini, kuna story mnaongea, hiyo inakuwa nakupa kama tahadhari, Alisa yuko hapa, ngoja kwanza nisiongee, huyu anaweza akashika. Hiyo kitu ipo yani kitu kwangu mimi ipo kabisa, yani kutokana na Alisa ninavyomjua. Kwanza hata nikitoka naye barabarani, cha kwanza ana siri. Alisa kwenye siri hapo, ndugu zangu mtoe. Tumetoka tunaenda barabarani, labda nimesalimiana na mtu, nikirudi tu nyumbani, cha kwanza lazima aende kwa mamake. Mama, kuna baba kafanya 1 2 3 kasema na mtu fulani, mdada huyo mweupe hivi. Kwa hiyo kama mtu ambaye yani una ugeni naye, moto gombanaga mara nyingi sana na mamake. Kuna ugomvi vinatokea na wewe na mzazi mwenzako kwa sababu ya Alisa? Mara nyingi sana. Yaani ningesalimiwa Alisa na Kalili. Ndio maana kuna baadhi tukiwa tunapiga story hivi, najua tu hapa Alisa yupo, basi kuna mada lazima nizitoe. Achana nazo kwa sababu najua akisikia huyu sana mamake anamwamini kwa sababu anaamini hawezi kudanganya. Hata hivi ambavyo vimetokea hapa, mamake akirudi ataambiwa. Hapa anahadisiwa. Hapa anahadisiwa. Lakini pia kingine ambacho nimesahau kuambia, Alisa ni mpenzi mzuri sana wa mwanamuziki Zuchu. Mtu ambaye anampenda sana Zuchu na ni mtu ambaye kakariri nyimbo nyingi za Zuchu. Naona ndo mna chemistry hapo. Waambie kuhusu Zuchu. Alisa, hebu waelezea Tanzania jinsi unavyompenda Zuchu na unavyomfahamu. Usisema Zuchu shoga yako. Ndio. Toa sauti tutakusikia. Usisema Zuchu shoga yako. Ndio shoga yangu. Kwa nini Zuchu unamjuaje? Namjua kama rafiki yangu afu kama shoga yangu. Mimi nampenda sana Zuchu. Kweli? Ndio. Umefahamiana naye lini Zuchu? Nimeona kuna nyimbo. Nyimbo gani? Ya Amanda. Ya Amanda. Wewe nyimbo gani ya Zuchu unajua na unaweza kuimba wewe Alisa? Ya Amanda. Na ipi? Ya Nandi. Ya Nandi. Hebu imba nyimbo moja ya Zuchu. Zuchu. Waimbie watu. Toa sauti sasa. Zuchu anakusikia saa hizi. Wewe unampenda Zuchu? Haya, imba nyimbo yake. Toa sauti sasa. Zuchu anakusikia na anakuangalia kwenye TV saa hizi. Nyimbo gani? Imba nyimbo unayopenda Zuchu. Unasema naipenda ya nani? Naipenda ya Zuchu ile baridi. Ipi? Ile Hani. Haya mwimbie Hani. Na mpenzi wangu Hani, Simoni Tafani, na mwita Hani aonekani. Hani. Hani. Malizia. Golo. Hebu mwimbie na ile nyimbo ile nyingine ile ya baridi ile. Ile wimbo na D-Voice mwimbie. Ewe hakimu mtukufu. Toa sauti sasa, usibane mdomo. Toa sauti, Zuchu anakusikia kwenye TV. Anakusikiliza shoga yako. Ewe hakimu mtukufu. Anakusikiliza kwenye TV. Pale, kusikiliza. Aipo. Yupo. Sule pale anakusikiliza kwenye TV. Twende ile. Ewe hakimu mtukufu. Mwimbie. Toa sauti sasa. Mtukufu. Na banyazisha kisi. Toa sauti Alisa. Na mleta mhalifu. Alofanya moyo hundelisi. Huyu kanifanya mimi nimekuwa mzembe, imekuwa nguvu sana hata tukutoka nje, na mkubwa wote bana naletea kalipete, sipokula tagombana eti hataki nikonde, mwenendo na huyo
maneno mmoja mpenzi, maneno ndo na huyo mambo ya kuchitisia wizi. Bibi nakupenda mpaka nahisi baridi. Bibi nakupenda mpaka nahisi baridi. Bibi nakupenda mpaka nahisi baridi. Wewe hatari. Wewe msanii wewe. Yaani ni mtu ambaye nyimbo za Zuchu kuziweka. Kumbe hata tukimweka kwenye kuimba huyu anaenda, unajua. Na hapa yaani kwa sababu vile hajakuzoea. Ndio maana kidogo wanaibu. Ukimkuta naimba nyimbo ya Zuchu. Zuchu yaani wewe nampenda sana Zuchu. Sana. Bana, shukran sana mzee wangu. Neno moja bwana Harun, kwa sababu wewe TikTok kuna kijiji chako, kuna watu wako wanakufuatilia, kuna watu wanamfuatilia Alisa, kuna mtu anamfuatilia. Yaani yeye wote ni mastaa. Kwa hiyo zungumza na mashabiki zenu, neno la mwisho. Cha kwanza naomba watu wazidi kutusupport, wazidi kutufuatilia katika mitandao yetu kwa sababu kuna vitu vingi vinakuja hivi sasa. Wategemee mambo mazuri kwa Alisa, wategemee vitu vingi vinakuja. Pia watufollow katika account zetu za Instagram, inaitwa Alisa Queen 1, Alisa_Queen 1. On Instagram, pia katika YouTube, katika TikTok. TikTok ilikuwa ni ya kwangu kwa sababu nilianza kupost video vya zamani. Sikuwa nimefungua kwa hivi na mpango wa kubadilisha na ile account, lakini natumia jina langu ile Harun Kamala. Yes, kwa naombeni sana support yenu. Mzidi kutufuatilia na mzidi kuangalia mengi mazuri yanayokuja kwa binti yangu. Yes. Alisa, waage mashabiki zako, mwambie kitu chochote. Sasa kitu cha kuongea. Wapende? Waambie kama unawapenda. Napenda. Bye. Toa sauti sasa. Bye.